Fahum yubihuna itiyana almar'ati, mashia wanahalalisha mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile. Na wauliza nyinyi waislamu, huu ni ushoga sio ushoga? Ushoga ni nini? Ushoga ni kumuingilia mtu kinyume na maumbile. Hii ndio nini? Ushoga. Na umegawanyika sehemu mbili. Kuna ushoga uliokuwa mkubwa ambao ni mwanamume kumuingilia mwanamume mwenzake. Hii ndio ushoga uliokuwa mkubwa, ambayo hii ndio kitendo alichokuwa akifanya kaumu Lut, na wakalaaniwa na Allah tabaraka wa taala na wakaadhibiwa. Sasa kuna ushoga maulama wanauita ni al-lutiyatu sughra, ni ushoga uliokuwa mdogo, ni vile mwanamume kumuingilia mke wake wa ndoa kinyume na maumbile. Sasa mashia wanahalalisha jambo hili, tena halala tayyiba. Wanakuambia, nimesikia klipu moja ya Jalala Hemedi Jalala wa Ghadiri Khum pale, anaeleza wazi kabisa, anasema jambo la mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile ni jambo la halali kabisa na limehalalishwa katika Qur'ani. Wake zenu ni mashamba yenu, faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu, haithu ma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndio maana ya haithu ma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu mashia aituhumu Qur'an. A'udhu billah. Na hili insha Allah itakuja bainishwa katika nadwa kwa mapana na marefu. Tutachukua kipande chake afu tukielezee insha Allah taala. Sasa hawa mabwana ni watu hatari sana, na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na shari zao. Kwa haya ni katika machafu yao na mabaya walionayo hawa mabwana, na wanajinasibisha na Uislamu na kuyafanya yale ambayo yamekatazwa na Uislamu. Jambo hili la mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile ni haram, ni haram. Tena wanataja hujja kwamba hata maulama wa ahlus sunna wamejuzisha jambo hilo, kama alivyosema Jalala kwamba katika baadhi ya maulama wa madhehebu hizi nne wako ambao wamejuzisha, akikusudia Imam Malik, kwa sababu kuna kadhabati, kuna urongo ambao umenasibishwa kwa nani? Kwa Imam Malik rahimahullah taala, kwamba anajuzisha liwafi, yani mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile. Sitaki kwenda kwenye habari za mashia. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya. Ukirushia mawe nyumba ya vioo ya mwenzako na wewe ya kwako ina vioo, itavunjwa vile vile ya kwako. Hadha khata, ni kosa la wazi kabisa. Haijathibiti kwamba Imam Malik anahalalisha liwati, mwanamume kumuingilia mke wake kinyume na maumbile, bali imamu alikuwa anaelezea staili ya mwanamume kumuingilia mke wake katika staili ambazo zinafaa mwanamume kumuingilia mke wake, yani kupitia nyuma lakini kwa njia mbele. Hizi ni katika staili ambazo zinafaa. Sasa ukitaka kufafanua zaidi haya na ufafanuzi wa masala hii insha Allah taala yatakuja elezwa katika nadwa, lakini nimependa nigusie hapa kwamba ukisikia inanasibishwa kwa Imam Malik inakusudiwa nini. Wamefahamu kimakosa, na Imam Malik rahimahullah hakukusudia kwamba mwanamume inafaa kumuingilia mke wake kinyume na maumbile. Hapana, bali ni mwanamume anaruhusiwa kumuingilia mke wake yani kwa staili yoyote anayojua. Nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Sawa, wake zenu ni mashamba yenu, basi yaendeeni mashamba yenu vile mtakavyo, kwa maana kwa njia moja, kupitia njia moja, lakini kwa staili mnazozitaka. Kila mmoja anajua staili anazozitaka. Sasa katika staili ambayo inafaa katika mwanamume kumuingilia mke wake
ni kumwingilia mke wake kwa kupitia nyuma, lakini kwa njia ya mbele, kwa njia ya mbele. Mnaelewa? Nikisema hivyo mnaelewa bila shaka, lakini kuna baadhi ya mambo inabidi yashereheshwe ili muelewe, na ili kujua tofauti iko wapi na ujue kwamba watu wamekosea wapi. Mashia wana ufahamu potofu sehemu gani. Maulama wanavyoeleza kwamba jambo hili linafaa, wanakusudia staili. Sawa? Sasa ukisikia kwamba inafaa mwanamume kumwendea mke wake kupitia nyuma, maana yake na kusudiwa staili, kupitia nyuma, lakini kwa njia rasmi, kwa njia iliyokuwa rasmi, njia ya halali. Njia hiyo moja, na sio kumwingilia mke wake kupitia nyuma kwa njia ya nyuma. Hadha haramu. Hii ndio liwati. Na kama kuna mtu anafanya katika nyinyi hapa, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na ajue kama amefanya liwati, na akatubie kwa Allah na asirudie tena. Na mwanamke anayo haki ya kudai talaka ukimwingilia kinyume na maumbile, anayo haki ya kuvunja ndoa iwapo mwanamume atamwingilia kinyume na maumbile. Mwingine anaweza kafanya hapa kadai kwamba ni khata, nimekosea, ukirudia tena hakuna kukosea kwa namna hiyo. Mmeelewa Uislamu? Sasa kitendo hiki Mashia wanafanyaje? Wanahalalisha, wanakuambia ni halali, sio kimakosa wala kufanyaje. Hadha haram. Allah atuthibitishe katika njia ya sawa na tubakishe katika Uislamu na imani mpaka umauti utufike. Wallahu ta'ala alam. Tubakie hapa inshallah. Wacha tuishie hapo. Maneno yako mengi, lakini na muda tena ushakwenda na si kawaida yenu bila shaka. Kwa hivyo mtaniwie radhi kwa muda ambao, dakika ambayo nimekula. Wajazakumullahu khairan, na Allah tusamehe pale tulipokosea na pale tulipopatia. Allah atulipe na tujalie katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, sisi waongeaji kadhalika na nyinyi wasikilizaji. Barakallahu fikum wajazakumullahu khairan.